Bwana, karibu kwenye shehena la habari Mwananchi Digital. Endelee kukushukuru wewe ambaye tayari umesha-subscribe YouTube channel yetu na kuwa mwanafamilia wetu namba 1 kwa kupata habari zetu kemkem zinazotokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Leo Septemba 30 mwaka 2025, taarifa ya kusikitisha imetufikia kutoka Afghanistan ambako serikali ya Taliban imefanya uzimaji mkubwa wa mawasiliano ya simu na internet kote nchini. Hatua hii imesababisha kile kilichoitwa giza kamili la internet. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la ufuatiliaji wa mitandao NetBlocks, nchi nzima ya Afghanistan ipo sasa katika hali ya total internet blackout. Hatua hii imechukuliwa wiki chache tu baada ya serikali ya Taliban kuanza kukata nyaya za fiber optic ambazo ndizo msingi mkuu wa huduma ya internet yenye kasi nchini humo. Mashirika makubwa ya habari ya kimataifa yakiwemo BBC na Al Jazeera yameripoti kuwa yamepoteza mawasiliano na ofisi zao mjini Kabul. Interneti ya simu, televisheni kwa satellite, vyote vinakatika au kudhoofika kwa kasi. Tolo News, kituo binafsi cha habari, kimeomba raia kufuatilia taarifa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hata hiyo mitandao haifikiki tena katika maeneo mengi. Mpaka sasa serikali ya Taliban haijatoa tamko rasmi juu ya sababu ya uzimaji huu mkubwa wa mawasiliano. Hata hivyo, ofisa mmoja amenukuliwa akisema kuwa hatua hiyo itaendelea hadi taarifa mpya itakapotolewa. Tangu kuchukua madaraka mwaka 2021, Taliban wameweka vikwazo vingi wakitaja kufuata tafsiri yao ya sheria ya Kiislamu. Athari kwa maisha kila siku ni kubwa mno. Safari za ndege kutoka uwanja wa ndege wa Kabul zimesitishwa. Kwa mujibu wa Flightradar 24, ndege zaidi ya 8 zilifutwa Jumanne pekee. Maofisa wa kidiplomasia wanaonya kuwa kukatika kwa internet kunaweza kudhoofisha kabisa sekta ya kibenki, biashara na elimu mtandaoni nchini humo. Raia wengi walizungumza na mashirika mbalimbali ya utangazaji kwa masharti ya kutotajwa majina. Wamesema kuwa maisha yao yamevurugika kabisa. Mwanaume mmoja mkoani Tahran aliyekuwa anabadilisha fedha alisema, masomo ya Kiingereza ya binti zangu yamekatizwa. Ilikuwa ni nafasi yao ya kipekee ya mwisho kujiendeleza. Mwanamke mmoja pia aliye na matumaini ya kufanya kazi mtandaoni alisema, nilikuwa na matumaini mengi kumaliza masomo yangu na kupata kazi. Ndoto hiyo kwa sasa imevunjika. Bila internet sijui maisha yanakuaje. Inaripotiwa kuwa kamati maalum mjini Kabul imepewa jukumu la kuchunguza uwezekano wa kuchuja huduma za fiber optic kwa lengo la kuondoa maovu ya maadili. Maamuzi ya kamati hiyo yanaweza kuamua iwapo marufuku hii itasambazwa nchi nzima. Kwa sasa raia wa Afghanistan wamelazimika kuishi katika hali ya kutokuwa na mawasiliano ya kisasa, huku dunia ikitazama kwa mshangao, huzuni na hofu. Katika dunia ya kidijitali, interneti si anasa bali ni haki ya msingi. Lakini kwa mamilioni wa Afghanistani, sauti yao, ndoto zao na mawasiliano yao yamezimwa kabisa. Je, jamii ya kimataifa itachukua hatua? Na je, sauti za waliokimya zitasikika tena? Tuandikie maoni yako kwenye sehemu ya komenti. Je, wewe unafikiriaje? Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili ufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali baki nasi.